Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, waungwana na wakulungwa. Dr. Hamza Majombo official, kama kawaida, kama kawa, kama dawa wenyewe wanasema. Asante ndugu zangu, for today kwenye tips with Dr. Hamza Majombo, kama kawaida huwa tunaendelea kuwaboreshea afya zenu, kuendelea kuelezea vitu mbalimbali juu ya afya kiujumla na kuzidi kuboreka zaidi au kuzidi kujiimarisha zaidi. Leo tutaangalia swala moja juu ya point ya nguvu za kiume, lakini hapa tutabase kwenye mbegu za kiume kiujumla, mbegu za kiume, kwa sababu mojawapo wa sababu kuu zinazopelekea au sababu ambazo zimekuwa zikipelekea mtu kuonekana kwamba una upungufu wa nguvu za kiume ni swala zima la kuwa na mbegu chache. Swala zima la kuwa na mbegu chache limekuwa kidogo ni gumzo, au limekuwa ni mojawapo kati ya sababu ambazo zinakupelekea kuonekana mdhaifu au zinakupelekea kuonekana huna nguvu za kiume. Kwa nini? Sababu kuu moja ni kwamba ukiwa na mbegu nyingi za kiume mwilini mwako, zikiwa zimerutubika vizuri, basi huwa nzito, huwa imara na kukupelekea kufanya tendo mara unazozitaka. Kwa sababu gani? Chukulia mfano, una mililita 6 za mbegu kwa muda huu, yani una mililita 6 za mbegu, ujazo wa mililita 6 za mbegu kwenye kibofu chako cha mbegu kwa muda huu. Unapokutana na mwanamke mara ya kwanza ukatoa mililita 2, na maanisha zimbaki mililita 4. Zile mililita 4 zitakupa msukumo wa kurudia tena tendo la ndoa, kwa sababu ukiwa na mbegu huwa zinakukereketa, zinataka kutoka. Ndio tunakiita neno nyege kwa upande wa wanaume. So zinavyokukereketa, zinataka kutoka, basi utapata ule uwezo tena wa kutaka kurudia tendo. Yani zitakupa hamu na hamasa ya kutaka kurudia tendo. Ukirudia tena mara pili, basi ikiwa zimebaki nyingine tena, nazo zitakukereketa au zitakupa hamasa ya kutaka kufanyaje? Kurudia tendo. So unakuwa mwanaume bora, mwanaume ulioboreka na mwanaume mwenye afya bora endapo utakuwa una mbegu za kutosha. Lakini ukiwa na mbegu zilizorutubika vizuri, mbegu nzito, mbegu zenye uwezo wote, basi swala la kupata watoto, swala la kuzalisha litakuwa sio tatizo kwako. Kwa hiyo tukiongelea mbegu ya kiume, ndiyo sababu ya wewe kuwepo duniani. Mwenyezi Mungu amekuumba kupitia hiyo mbegu ya kiume. Kama unavyojua, wanawake wametoka upande wetu sisi. Mwanamke hakuwepo, alikuwepo mwanaume. So mambo yote yameanzia kwetu sisi kwa wanaume. Kwa hiyo inamaanisha mambo yote yameanzia kwenye mbegu hiyo ya kiume. Kwa hiyo mbegu za kiume ndo kila kitu. Mbegu za kiume ndo sababu ya wewe kuwepo leo. Mbegu za kiume ndo sababu ya wewe kuimarika. Mbegu za kiume ndo sababu ya wewe kuonekana ni mwanaume. Kwa hiyo tumeona tuangalie kidogo ili swala zima la mbegu. Tutalirush au tutaligusa juu. Kiufupi, swala zima la seminal fluids, seminal analysis na sperms. Sawa? Tukisema seminal analysis tunamaanisha upimaji wa mbegu za kiume. Lakini ndani ya semen kuna vitu viwili. Kuna mbegu zenyewe ambazo ni sperms, lakini pia kuna seminal fluids ambazo ni yale majimaji yanayofanya hizo sperms zionekane, au yanayofanya hizo sperms ziishi, au yanayofanya hizo mbegu za kiume ziwe kwa mfumo wa majimaji. Kwa sababu mbegu ya kiume ni kiumbe kama kiumbe kingine, yani ni kiumbe kama binadamu, ni kiumbe kama samaki, ni kiumbe kama nyoka, mbegu ya kiume. Kwa hiyo bahari yake au kinachoifanya ionekane, au sehemu inapokaa au sehemu inapojificha, basi ni kwenye zile semin au seminal fluids tunasema. So mbegu za kiume zina vitu vingi. Mbegu ya kiume ina vitu vingi ndani yake. Ina spermatozoa kwanza, ambayo ni sperm mwenyewe, lakini pia ina seli, kama mfano aina seli za Leydig zinaitwaga. Kuna seli nyingine zinaitwa germline, kuna seli nyingine zinaitwa epithelial, kuna WBC au seli nyeupe tunasema, lakini pia kuna pus cells ama cells zenye aina ya usaha. So hizi zote zinapatikana kwenye huu mrundikano wa nini?
wa mbegu za kiume. Tukisema semen tunakusudia mbegu za kiume zote kwa ujumla, na yale majimaji na kila kitu vyote tunaviweka pamoja. Kwa hiyo kiufupi nadhani tumeshagusia. Nikisema mbegu za kiume mshanielewa sasa hapo kwamba naongelea kitu fulani au na unaongelea kitu fulani au kitu gani tunakusudia. Nadhani tumeshaelewa hilo. Lakini tuongelee point moja kidogo. Kuna kitu tunaitaga MFT. Sawa? MFT, yani tukisema MFT tunamaanisha male fertility testing au upimaji wa mbegu za kiume. Kuna vitu ambavyo mbegu zako inabidi ziwe navyo ili ziwe imara, ili zijulikane au zieleweke kwamba ziko imara. Kwanza tunaangalia swala zima la huwa tunapima sana fertility, kama mbegu zako zina uwezo wa kuzalisha. Sawa, lakini pia tunaangalia infertility au kutozalisha, je, zina uwezo au hazina uwezo. Lakini pia tunaangalia sterility zake, yani ni safi kiasi gani, ziko smart au ziko konki kiasi gani. Lakini pia tunaangalia je, tatizo la hormone, pia hormone imbalance, hormone balancing na hormone imbalance, je, hormone zako ziko sawa pia. Sawa, hivi ni vitu ambavyo huwa tunaangalia sana. Lakini vitu vingine ambavyo tunaangalia viscosity, ule uvutikaji, sijui niseme uvutikaji au utelezi. Sawa, tunaangalia viscosity ya hizo mbegu zako kama zinavutika kiasi gani. Yani ukizishika kwenye vidole viwili halafu kavuta, je, ule mvutano unakuwa ni mvutano kiasi gani, au urefu unakuwa ni size gani. Lakini pia kuna vitu vingine ambavyo tunaangalia kama wingi wake. Tunaangalia wingi wa mbegu, ejaculation, yani tunaangalia wingi wa mbegu kwa kila toleo, yani kila ukimwaga inabidi mbegu zitoke kiasi gani. Ndio huwa tunaangalia pia, sababu kiuhalisia wingi wa mbegu kutokana na nini? Normal, yani ule wingi wa mbegu kutokana na sheria zetu za WHO au World Health Organization inabidi angalau na 1.5 mpaka mililita 5, yani mililita 1.5 mpaka 5 per ejaculation. Yani kimwaga hivi mara moja inabidi 1.5 mpaka 5. Sawa. Lakini pia tunaangalia consistency au viscosity. Tukisema consistency tunamaanisha ule uzito au kuvutika, pia kuvutika kwake. Sawa. Viscosity yake halisi au consistency yake halisi inabidi iwe angalau milimita 2. Yani unavuta hivi ile string au sijui nisemeje, yani chukua zishike mbegu zako kwa mkono kwa vidole viwili hivi, alafu viache, yani kama unavuta ile kamba ya zile mbegu itakayojitengeneza inabidi angalau iwe milimita 2. Hapo tunasema kwamba uzito wako kidogo uko sawa. Lakini ukishika mbegu zako alafu kaachia kidole mara moja zikakatika au zikavutika sana, basi tunasema hapo kidogo kuna tatizo. Kwa mfano tukisema ukizishika hivi alafu kavuta alafu moja kwa moja pasitengenezeke kikamba hapo katikati, hiyo tunasemaga ni hypoviscosity. Kuna hypoviscosity na hyperviscosity. Sawa? Kwa hiyo inakuwa ni chini ya milimita 2. Yani ukivuta hivi fast kavutika ni chini ya milimita 2, lakini ukivuta ikavutika sana zaidi ya milimita 2 tunaita ni hypoviscosity. Yani ni uvutikaji wake ni urefu zaidi, nayo inakuwa ni mbaya. Lakini normal ni milimita 2. Lakini pia kitu kingine tunachoangalia, tunaangalia pH yako. Sema pH tunamaanisha nini? Kiswahili nacho sometimes kubadilisha vitu ni vigumu. Lakini pH ya mbegu yako halisi inabidi angalau iwe 7.2 mpaka 7.8. Ndio pH ambayo tunakuwa tunaangalia pia. Lakini pia tunaangalia na nisataja muonekano, nishasema muonekano wake. Muonekano wake inabidi iwe kala ya kawaida, iwe nyeupe inayoelekea kwenye kijivu, lakini pia inayoelekea kwenye unjano. Sawa? Kwa hiyo haifai kuwa na damu pia. Mbegu za kiume hazifai kuwa na damu. Zikiwa na damu, ilo tatizo tunasemaga una hematospermia. Yani sperm zako zina damu ndani yake. Yani tunasema una tatizo la hematospermia, sperm zako zina damu ndani yake.
Kwa tunaangalia, je, hiyo damu imetokana na nini? Je, ni ndani huko kwenye kibofu au ni kwenye mrija tu huu wa upishaji? Lakini pia tunaangalia harufu. Tulisema harufu yake ni odor, yani mbegu hazina harufu mbaya wala hazina harufu nzuri, yani it's odor, hazina harufu, zipo tu. Mbegu zako za kiume zikiwa na harufu kali, basi ujue kuna tatizo. Lakini pia zikiwa zina harufu ambayo ni odor, ambayo ni odorless tunasema, au odor ya harufu ipo tu hivi tu, lakini hazina harufu kiufupi. Lakini tunaangalia pia kitu kingine kinaitwa liquefaction. Tunaangalia liquefaction au umajimaji. Sio, tunaelewana? Tunaangalia umajimaji. Je, zikoje umajimaji wake? Ziko kama mafuta ya mgando, ziko kama mafuta ya glycerin, au ziko kama mafuta ya nazi, au ni laini kama mafuta ya taa? Sawa, ndio vitu ambavyo tunaangalia muda mwingi kwenye hilo tatizo. Tunakuwa tunaangalia vitu kama hivyo kwenye vipimo. Hivyo vitu vyote vikiwa sawa, basi tunasema kidogo uko sawa. Lakini kuna vitu viwili tunasemaga, microscopic na macroscopic. Kuna vitu ambavyo tunaangalia kwenye darubini na vitu ambavyo tunaangalia kwa macho. Hivi vitu vyote ambavyo nilikuwa nakutajia ni vitu ambavyo tunaangalia kwa macho. Sio, tunaelewana? Lakini kuna vitu vingine ambavyo tunataka kucheki sasa kwenye darubini. Vitu vyote nilivyokuambia unaweza kuvipima mwenyewe ukiwa nyumbani. Lakini hivi vingine ambavyo nenda kutajia ni lazima vipimo kwenye darubini. Kwanza tunaangalia motility rate, utembeaji wake. Je, mbegu yako inatembea kwa kasi kiasi gani? Je, kasi yake iko sawa au haiko sawa? Tunaelewana sijui vizuri? Tuko pamoja au tumeachana nyuma kidogo? Kwa hiyo tunaangalia utembeaji wako. Je, mbegu yako inatembea vizuri au haitembei vizuri? Sawa. Je, mbegu kama haitembei inamaanisha imekufa. Sawa. Lakini inaweza kuwa dormant ikakataa kutembea. Mbegu zinaweza zikaonekana au zisionekane. Inaweza kuwa zinatembea kuelekea mbele au zikawa zinatembea tu bila kuelekea mbele. Au zinaweza kuwa zinatembea tu kama mnyo au kama nyoka zinajivuta. Kwa hiyo hivi ni vitu vyote vya kuangalia, kwa sababu mbegu ya kiume ina pati kubwa, tunasema pati kubwa 2. Lakini kuna kubwa nyingine inakuja ya 3 na kubwa nyingine ya 4. Sawa, pati kubwa ya kwanza ni kichwa, pati kubwa ya pili ni mwili, kiwiliwili chake. Lakini pati ya 3 inakuja kijimkia, na pati ya 4 inakuja kule kwenye kichwa juu, kunakuwa kama kimdomo au kimchongoko ambacho kinaisaidia kupenya kwenye lile yai la mwanamke na kuingia ndani, ambao tunaitaga acrosome kwa lugha ya nyumbani kwetu kule tulipozaliwa kule Ulaya. So uhalisia, asilimia kubwa unavyozipima hivi vitu vyote ambavyo nimekupima, nimekwambia tunapima motility rate au motility, au tunaangalia utembeaji wake, je inatembea au haitembei. Hivi vyote nimeshakwambia. Lakini pia kuna kitu kingine ambapo tunapima. Sawa, tunaangalia wingi wake. Je, zinazotembea ni nyingi au zilizokufa ndo nyingi, au zipi ni nyingi kati ya hizo? Je, zinatembea kwa mwelekeo gani? Sio, tunaelewana? Lakini pia tunafanya sperm count au tunazihesabu pia. Sawa. Kiuhalisia, asilimia 50 ya hizo mbegu zako ambazo tunapima inabidi ziwe ziko konki, yani ziwe zinaweza kutembea na ziko hai. Sawa, ziwe zinaweza kutembea lakini na ziko hai. Lakini kwa mtu ambaye yuko imara zaidi, asilimia 75 inabidi mbegu zake ziwe hai. Lakini tukirudi kwenye uhesabuji, sawa, tukirudi kwenye uhesabuji ni kwamba, au kuzikaunti au kuzihesabu, tunasema mbegu yani asilimia 5 zikiwa ziko imara, yani kati ya hizo mbegu zako zote asilimia 100, asilimia 5 zikiwa ziko hai na ziko imara, yani kichwa kiko vizuri, kiwiliwili kiko vizuri, mkia uko vizuri, na acrosome au mdomo wa mbele uko vizuri, asilimia 5 zinaweza kutunga mimba. Lakini chini ya hapo ni vigumu sana kupata mimba. Sio, tunaelewana? So kiuhalisia, hayo ni maelezo, tunaendelea kutoa maelezo juu ya swala zima la mbegu ya kiume. Lakini tunaangalia pia utembeaji wa mbegu ni kitu muhimu zaidi, kwa sababu unaweza kuwa na mbegu ziko imara, ziko vizuri, lakini kutembea haziwezi kutembea. Inamaanisha zitaishia pale kwenye kizazi cha mwanamke, haziwezi kufika kwenye mayai. Sawa, sijui tunaelewana vizuri au hatuko pamoja?
Sawa. Kwa hiyo ukifika kule unavyoenda kupima, kuna vitu vinatumika vya kitaalamu. Sawa. Watakwambia aspermia. Sawa. Watakwambia necrospermia, watakwambia hypospermia, watakwambia oligospermia, watakwambia teratospermia, watakwambia amenospermia, hematospermia, leucospermia. Hivi vitu vyote ni terms tu, ni vitu ambavyo vinatumika kule kwenye kupima. Kwa mfano wakwambia leucospermia, leuco inatoka katika neno leukocyte, na leukocytes ni mbegu za ni chembe chembe nyeupe za damu, yani kinga ya mwili. Kwa hiyo kuambia leucospermia inamaanisha mbegu zako za kiume zimeonekana zina mbegu zina seli nyeupe. Wakikwambia hematospermia inamaanisha mbegu zako zina damu. Wakikwambia acetospermia inamaanisha hazitembei vizuri. Wakikwambia teratospermia, nadhani wanasayansi hapo tunaelewana vizuri. Sawa. Wakikwambia teratospermia inamaanisha utembeaji na kiwiliwili haviwiani, yani haviko vizuri. Wakikwambia oligospermia inamaanisha wameona maji machache. Sawa, yani mbegu zako ni chache. Wakikwambia hypospermia inamaanisha kama nilivyowaambia kule, viscosity yake au ule utelezi au uzito ni mdogo. Wakikwambia hypospermia. Lakini wakikwambia hyper, kuna hypo na hyper. Lakini wakikwambia necrospermia, basi ujue hakuna mbegu zinazoonekana kabisa, ni hamna mbegu, ni maji tu. Lakini wakikwambia aspermia inamaanisha, yani aspermia ndio inamaanisha hakuna mbegu hata moja iliyoonekana. Wakikwambia unajua kizungu nacho kinachanganya. Wakikwambia aspermia wanamaanisha kwamba shule wengine tumesoma kitambo kidogo, kwa hiyo vitu vingine vinaruka. Aspermia wanakuonyesha kwamba yale majimaji hamna katika mbegu ulizozitoa. Lakini necrospermia wanakuambia kwamba mbegu zenyewe hazionekani ndani ya yale majimaji au yale maji meupe uliyoyatoa, yani sperm zenyewe. Nadhani hapo tunaelewana vizuri sana, tunaelewana vizuri. Kwa hiyo hivi ni vitu baadhi ambavyo wanaangalia kwenye hizi mbegu. Lakini nikuambie pointi moja kubwa kwamba mbegu yako kichwa hakifai kiwe kikubwa, kinabidi kiwe kinawiana na kiwiliwili. Kiwiliwili hakifai kiwe kipana sana, inabidi kiwe kinawiana na kichwa. Lakini mkia haufai kuwa mrefu sana wala mfupi sana. Kwa hiyo the swimming capacity au ule uswim, yani kule kuogelea kwa mbegu yako ndani ya semen au ndani ya yale majimaji yanayozibeba hizo mbegu, inabidi uwe speed kiasi kwamba mbegu yako itatembea vizuri, iende ifike sehemu husika, au iende ifike kule juu kabisa kwenye mrija wa uzazi wa mwanamke ambapo yai linakutanika ili iende ikazalishe. Lakini pia hizi mbegu za kiume uzuri ni kwamba ni virutubisho, yani complement of proteins, yani zimejaa protini nyingi sana, au zimetengenezwa kwa protini asilimia kubwa. Ni kifutafuta fulani vitu ambacho ni protini kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo ukikutana na mkeo, kama hatopata mimba, basi atarutubika, atapata virutubisho vingi sana. Ndio maana mwanamke aliyeolewa huwa anarutubika, yani anang'aa au anapendeza. Lakini ikiwa hana mawazo wala hana huwa wanang'aa, wanapendeza na wananenepa kwa sababu ya hivyo virutubisho. So this is all about sperms. This is all about sperms au sperm analysis au seminal analysis. Unavyoenda kupima inabidi upime vitu kama hivyo. Kwa hiyo kichwa kinabidi kiwe hivi, mbegu inabidi iwe hivi, mbegu inabidi iwe hivi. Kwa hiyo vitu vyote vikiwiana au vikiwa vizuri ni mambo yanakuwa vizuri. So wingi wa mbegu ni kitu muhimu sana. Pa ejaculation, mwanaume unavyomwaga zile mbegu yako, yani unavyozimwaga mara moja hivi, tunasema kiuhalisia zinakuwa zaidi ya milioni 200 mpaka milioni 500. Yani ule mwagaji mmoja inabidi ziwe zaidi ya milioni 200 mpaka milioni 500. Piga mahesabu na watoto wangapi. Kwa hiyo pa ejaculation inamaanisha mwanaume kile unapomwaga unatoa watoto zaidi ya milioni 500.